Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Unafahamu ya kwamba hii hapa ni nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo unafahamu ya kwamba ratiba awali ilikuwa ikiweza kusomeka Benjamin Mkapa, lakini ikaweza kubadilishwa na kuweza kupelekwa pale Amani Complex Zanzibar. Yapi mengine tena yameweza kujili, nimekusogezea hapa, utakwenda kujua kile ambacho kimeweza kubadilika katika yale ambayo yaliweza kutangazwa leo hii na shirikisho la soka barani Afrika juu ya nusu finali hii ambayo klabu ya Simba wanakwenda kuiendea wakiwaalika Stellenbosch kutoka pale Afrika ya Kusini katika hatua ya nusu finali ya mkondo wa kwanza, ambapo Simba anaanzia nyumbani na kumalizia ugenini. Yapi hayo ambayo yameweza kujili? Ni haya hapa kama ifuatavyo, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, ajua kwamba utakuwa umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo ano subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Hii hapa ni Star Media, karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Bana, unafahamu ya kwamba hivi karibuni hapa nazungumzia shirikisho la soka barani Afrika CAF liliweza kutangaza kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa umeweza kufungiwa kutokana na kufanyiwa marekebisho makubwa baada ya ile pichi ambayo iliyokuwepo kuharibika kwa mvua kubwa, ambapo klabu ya Simba ilicheza dhidi ya Al Masry na pichi ile haikuwa tena haifai kuchezewa kipindi hivi cha karibuni. Hivyo kafu wakaona kabisa kwamba Simba wanapaswa kuweza kutafuta uwanja mwingine wa kwenda kuchezea, ambapo ikatangazwa watakwenda pale Zanzibar katika uwanja wa New Amani Complex, ambapo klabu ya Simba waliweza kwenda pale na wakaweka maandalizi yao kama ilivyo kawaida. Sasa kile ambacho kimeweza kutokea ni kwamba ratiba unaambiwa iko pale mchezo ule ambao ulikuwa upigwe kwa Mkapa majira ya saa 1, lakini umebadilishwa. New Amani Complex utapigwa saa 10 kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo utakwenda kushuhudia gemu hiyo kubwa ikienda kuchezwa pale katika uwanja huo mkubwa kabisa. Sasa kile ambacho kinachoenda kutokea Jumapili hii Aprili 20, Simba itaikaribisha Stellenbosch FC katika mchezo wa mkondo wa kwanza wa nusu finali ya kombe la shirikisho Afrika. Katika mchezo huo utakaofanyika uwanja wa New Amani Complex uliopo kisiwani Unguja, rekodi zinaonesha upande mmoja kuwa mtamu zaidi kwa Simba, huku pia ikiwa mchungu pindi inapocheza dhidi ya timu kutoka Afrika ya Kusini. Hii itakuwa mara ya 4 Simba kukutana na timu kutoka Afrika ya Kusini katika mashindano ya CAF, huku ikiwa na rekodi nzuri inapocheza uwanja wa nyumbani, kwani haijawahi kupoteza ikishinda mara zote 3 zilizopita. Mbali na kuwa na rekodi nzuri ya kushinda nyumbani, lakini Simba imeondosha mara moja tu timu ya South katika mtoano, huku nyingine ikishindwa kupenya. Hiyo inaifanya Simba kuwa mtihani mzito mbele ya Stellenbosch, kwani licha ya rekodi yao nzuri ya nyumbani kuwabeba, lakini inahukumiwa na rekodi ya ujumla kwa kuvuka hatua inayofuata. Katika mara 3 Simba ilipocheza nyumbani dhidi ya timu kutoka Afrika ya Kusini, ilishinda kwa penati 9-8 dhidi ya Santos kwenye raundi ya kwanza ya ligi ya mabingwa Afrika mwaka 2003. Mikwaju ya penati ilivusha Simba ambayo ilikwenda kukutana na Zamalek na kuiondosha pia, kisha ikafuzu makundi. Katika michezo miwili ya mtoano dhidi ya Santos ilianzia ugenini Aprili 13, 2003, matokeo yakiwa 0-0, kisha marudiano nyumbani ikawa 0-0, ndipo penati zikaivusha Simba. Baada ya hapo Mei 15 mwaka 2021, Simba ilikutana na Kaizer Chiefs katika robo finali ya ligi ya mabingwa Afrika. Ugenini ilipoteza mabao 4-0, kisha nyumbani Mei 22 mwaka 2021
2021 ikashinda 3-0 kwa mabao mawili ya John Boko dakika 24 na 56, huku Cletus Chama akifunga moja dakika 86. Licha ya ushindi huo wa nyumbani, lakini haikutosha Simba kuvuka kwenda nusu fainali kufuatia matokeo ya jumla kuwa 4-3. Aprili 17, 2022 Simba ilikutana na Orlando Pirates katika mchezo wa robo fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Simba ilianzia nyumbani na kushinda bao 1-0 lililofungwa na Shomari Kapombe dakika 68 kwa penati ugenini. Aprili 24, 2022 Simba ikafungwa bao 1-0 ikafanya matokeo yawe jumla ya sare 1-1. Simba ilipoteza kwa mikwaju ya penati 4-3, huku wachezaji wake wawili Jonathan Mkude na Enoki Nonga walikosa penati. Pia ilishuhudiwa mshambuliaji wa Simba Chris Mugalu akionyeshwa kadi nyekundu dakika ya 58. Unaona bana, kwa kile ambacho kilichoweza kutokea katika mchezo huo mkubwa kabisa, ambapo klabu ya Simba katika rekodi zake unaambiwa hii ni kile ambacho kilichoweza kutokea katika michezo hii. Lakini unaambiwa Elie Mpanzu amewafunga mdomo wale wote waliokuwa wakimponda wakati alipoanza kuitumikia Simba iliyomsajili kupitia dirisha dogo, huku mabao aliyoanza kuyafunga akiwa na kikosi hicho yameanza kulipa kwa kocha binafsi wa mazoezi wa kiungo mshambuliaji huyo kutoka Kongo. Nyota huyo anayemudu kucheza winga zote mbili aliweka ahadi na kocha wake Mohamed Mrishona Shavi kwamba atakuwa akimlipa $100,000 kila atakapoifungia Simba mabao, baada ya awali kuanza kwa kusuasua na kwenda kujifua kwa jamaa huyo maarufu, ikiwa ni kama shukrani. Mpanzu anafanya mazoezi binafsi chini ya kocha Shavi na walianza na programu ya kuweka mwili mwepesi, ufiti na namna ya ulengaji wa mipira kwenda golini, jambo ambalo star huyo analiona linazaa matunda. Unaambiwa kocha Shavi alithibitisha jambo hilo, naye alisema ni kweli, lakini sio makubaliano ya lazima sana, isipokuwa ni mchezaji mwenyewe aliamua kumshukuru kwa njia hiyo. Mpanzu alianza kufunga Februari 11, 2025 uwanja wa KMC dhidi ya Prison. Unaona bana, akaja akaenda akacheza dhidi ya Azam, akaweka bao lake la kwanza na Dodoma Jiji akawafunga. Shavi alisema kuwa alianza kuonja matunda ya kazi yake ya Mpanzu kuanzia mechi ya Dodoma Jiji. Anachosisitiza ni star huyo kufanya kwa upendo. Nimeshangaa umezipata wapi taarifa hizo, ila niliweke vizuri. Mpanzu anafanya naye kazi kwa klabu moja, anacheza timu ya wakubwa, mimi nafundisha Simba B. Tunachofanya ni mazoezi binafsi ambayo kwa mtazamo wake anaona yanamsaidia. Unaona bana, akiweza kuzungumza hivyo Elie Mpanzu kwamba kila akicheza akifunga goli basi kocha wake anamlipa $100,000. Vipi katika mchezo huu wa nusu fainali, akifunga tena kocha wake ataweza kupokea huo mpunga? Tusubiri kuweza kuona, ila weka maoni yako kwa kile ambacho tumeweza kukizungumza. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comments, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata mwendelezo wa